Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, nichukue fursa hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Kanali Ahmed Abbas Ahmed kuwapongeza sana wewe mwenyekiti wa halmashauri, lakini pia pamoja na madiwani. Natambua pia jukumu la Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili ambaye pia ni mojawapo wa madiwani, pamoja na mkurugenzi mtendaji, wataalamu, kwa kupata hati safi. Tujipongeze sana na tupongeze sana hizo ambazo tumezifanyia kazi. Lakini pia jambo la msingi, natambua kwamba hati hii imepatikana kutokana na ukaguzi uliofanywa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2024. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, pamoja na kupata hati safi, mwenendo wenu wa ushughulikiaji wa hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na maagizo ya LAC kwa kiasi fulani unaridhisha. Aidha, kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2024, tumejulishwa kuwa jumla ya hoja na mapendekezo 32 yalitolewa na CAG. Kati ya hayo yalifanywa kazi na kufungwa ni 18 na yanaendelea na utekelezaji ni mapendekezo 14. Pia hadi sasa bado kuna hoja 7 za miaka ya nyuma na maagizo 5 ya LAC ambayo hayajatekelezwa kikamilifu na kufungwa. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, natambua kuwa maelekezo mbalimbali kuhusiana na ushughulikiaji wa hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka wa fedha 2023/24 yametolewa kwenu na ofisi ya mkuu wa mkoa. Hivyo kupitia mkutano huu na kikao hiki muhimu, tunaomba tufikishe maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa ifuatavyo. Maagizo. La kwanza, wakuu wa idara na vitengo mnapaswa kushiriki kikamilifu katika kuandaa majibu ya hoja na mpango kazi wa utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa kutumia mfumo mpya wa ukaguzi na ufuatiliaji fedha. Pili, mkurugenzi unapaswa kuchukua hatua mapema za kinidhamu kwa mtumishi yoyote anayesababisha hasara au hoja kwa uzembe. Tatu, management inapaswa kuhakikisha taarifa za hesabu za mwisho wa mwaka, yani annual financial statements, zinaandaliwa kwa kuzingatia matakwa ya viwango vya kihasibu vya kimataifa katika sekta ya umma IPSAS. 4. Management inapaswa kuhakikisha sheria, kanuni, taratibu za fedha au manunuzi zinazingatiwa ipasavyo ili kuepuka kuwa na hoja zisizo na lazima. 5. Management inapaswa kuhakikisha inazuia kujirudia kwa hoja za aina ile ile kila mwaka, na tunaagiza kuwa hoja zote za nyuma zilizosalia na maagizo ya LAC yanafungwa kabla au ifikapo tarehe 30 Septemba 2025. Halmashauri yetu ya Songea imepata hati safi. Hongereni sana. Chini ya uongozi wa mwenyekiti Mheshimiwa Diwani Menasi Komba na madiwani ambao walichaguliwa mwaka 2020, wameendelea kushirikiana na watendaji wetu wa halmashauri ya Songea wakiongozwa na mkurugenzi wetu kwa kuendelea kufanya maboresho makubwa na kupelekea kufanya vizuri. Kutokana na hili, nawapongeza sana kwa umoja wenu kati ya madiwani na watendaji katika kazi nzuri ambayo mmeendelea kuifanya na kuleta mabadiliko makubwa. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hapa tumepata taarifa hiyo kwamba halmashauri yetu imepata hati safi, lakini bado tuna hoja chache ambazo zinatakiwa kuzifuta. Kwa hiyo nitoe wito kwa halmashauri yetu ya Songea
kuhakikisha kwamba wakaguzi wa ndani tunawatumia kikamilifu ili watuelekeze namna ya kuzidhibiti zile hoja ambazo pengine zisizo za lazima zikaonekana. Zaidi ya hapo, niwatakie kila la heri, na kwa sababu hivi karibuni baraza la madiwani litavunjwa, itabaki watendaji chini ya mkurugenzi kama mwenyekiti, basi naomba muendelee kufanya kazi vizuri ipasavyo, kusimamia miradi iliyoanzishwa, na ili isimamiwe iwe na viwango vinavyoridhisha, vinavyolingana na thamani ya fedha, ili baraza lijalo la madiwani litakapokuja kupokea taarifa ya awali ya kwanza, basi ionekane kweli watendaji mlifanya kazi katika kipindi cha mpito, kazi iliyotukuka sana. Na watendaji wetu niwatakia kila la heri, na washukuru kwa ushirikiano mkubwa sana ambao umeonyesha, na mmesimamia sana kazi za maendeleo ya wananchi kwa mujibu wa ilani ya CCM. Kwa kweli mimi mgeni rasmi, kwa upande wangu kama chama tunaridhishwa sana na utekelezaji wa ilani uliofanywa na Songea DC chini ya uongozi wa madiwani na chini ya utendaji wa watendaji wetu wakiongozwa na mkurugenzi. Mkurugenzi, nakupongeza sana. Umeleta utulivu mkubwa sana. Sisi ni mashahidi, tunaona huko ilikotoka halmashauri na sasa ilipo, tunaona kuna utulivu mkubwa sana, lakini sio utulivu tu, na ni ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo hongera sana, endelea kufanya kazi ya namna hiyo, na sisi tunathibitisha kama mashuhuda wa mafanikio makubwa ambayo tunayaona ndani ya halmashauri ya Songea. Ni kuwapongeza kwa kupata hati safi katika ukaguzi wa mwaka 23-24. Nafikiri hii imechangiwa na ushirikiano mzuri wa mwenyekiti, baraza la madiwani na wataalamu kuhakikisha halmashauri inaendeshwa kwa kufuata kanuni na misingi na sheria mbalimbali, hali iliyopelekea kupata hati safi. Nimepata taarifa kwamba halmashauri ya wilaya Songea imevuka malengo ya makusanyo ya mapato. Hii inaonyesha vile vile utendaji bora wa madiwani na management. Lakini kwa kuongezea hapa, ukiona kwamba umevuka malengo, hii inaonyesha kwamba kuna bado fursa zipo za kuongeza zaidi. Kuna fursa mbalimbali bado ambazo hatujazitumia kuhakikisha tunavuka zaidi malengo na kuongeza ukusanyaji wa mapato. Lakini la mwisho, nashukuru ushirikiano wa ofisi ya mkuu wa mkoa, halmashauri ya wilaya Songea wanaotupa sisi wakaguzi tunapokuja kukagua, kutupa nyaraka na majibu mbalimbali, hali inatupelekea kufanya kazi yetu kwa urahisi. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa hilo, na natumaini katika ukaguzi wa 24-25 tutakuwa pamoja, mtatupa ushirikiano. Naahidi kuwa tutatoa ushirikiano mkubwa kwa mkaguzi wa nje pale ambapo atakuja kwetu kwa ajili ya ukaguzi, lakini pia kuhakikisha kwamba hizi hoja zinamalizika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kukaribisha kufunga kikao, binafsi nichukue nafasi hii kuwapongeza madiwani wote wa halmashauri ya wilaya ya Songea kwa ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa nao kwa kipindi chote cha miaka mitano, na sasa hivi tunaelekea ukingoni. Kwa niaba ya watumishi wenzangu niwashukuru na kuombea kila laheri katika mchakato ambao uko mbele yenu. Basi Mwenyezi Mungu akasimame na ninyi ili mtakaporudi tena tuendelee kusukuma gurudumu la maendeleo katika halmashauri yetu ya wilaya ya Songea. Tunapokea shukrani kwa mikono miwili kwa namna ambavyo tumeweza kufanikiwa kupata hati safi kama halmashauri, lakini pia tumepokea maelekezo na changamoto mbalimbali ambazo viongozi wetu wametupa kwa ajili ya kuendelea kutia nguvu, tusirudi nyuma, bali tuendelee kupambana na hizi hoja, kupunguza hoja kwa kadri nafasi inavyoruhusu, ili basi mwisho wa siku halmashauri yetu ibaki kuwa halmashauri salama. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, nikuthibitishie tu kwamba halmashauri yako hii iko chini ya mikono salama ya mama yetu mpendwa Jenista Joakim Mhagama, mbunge wa jimbo la Peramiho na waziri wa afya. Tunashirikiana naye muda wote kwa nguvu kubwa kuhakikisha kwamba hii wilaya yako kichama na kiserikali inakuwa salama. Tunapata ushirikiano mkubwa pamoja na majukumu mazito aliyokuwa nayo, lakini wakati wote anakuwa yupo karibu na sisi kuhakikisha kwamba halmashauri
inatatua changamoto mbalimbali, lakini halmashauri inasimama kutekeleza majukumu yake ambayo kimsingi wajibu wetu sisi ni kuwatumikia wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Songea pamoja na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunajaribu sana kupambana kwa kila namna kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanatakiwa yafanyike yanafanyika kwa wakati. Lakini kubwa zaidi niseme tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Suluhu Hassan. Mama kwa kipindi hiki ambacho amekuwa madarakani amefanya mambo makubwa sana. Miradi mingi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, imefanyika ndani ya halmashauri yetu pamoja na mkoa kwa ujumla, lakini naizungumzia hasa halmashauri yetu. Hakuna kijiji wala kata ndani ya wilaya ya Songea vijijini ambao hakuna mradi. Tumepata pesa nyingi na miradi ni mingi. Kwa hiyo niseme wazi, naomba makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Nenda kamwambie mama Dr. Samia alale usingizi, awe na amani. Wananchi wake waliopo wilaya ya Songea vijijini wanamuahidi mitano tena bila kipengele cha aina yoyote. Sisi kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tufikishie huo ujumbe. Sisi tunaendelea kufanya kazi na wananchi wanatambua kwa 100% mambo mazito ambayo Chama cha Mapinduzi wanaendelea kusimamia katika kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Odo umekuwa mwenyekiti. Umepita mara nyingi sana kwenye halmashauri yetu, umepita mara nyingi sana kwenye kata zetu na vijiji kuhakikisha kwamba unakuja kuona fedha za Mheshimiwa Rais ambazo zinashuka kwetu zinafanya kile ambacho kimekusudiwa kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo tunakushukuru sana.